Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji. Ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania. Jopo la watu maarufu aliojichagulia Samia Suluhu kufanya uchunguzi juu ya machafuko na mauaji ya Tanzania wakati wa maandamano sasa limepingwa vikali na kukataliwa na vyama vya upinzani nchini Tanzania. Chama cha upinzani cha ACT Wazalendo kimefichua siri kubwa nyuma ya pazia kuhusu watu aliowachagua Samia Suluhu kutoka Ikulu kuendesha uchunguzi wa matokeo ya tarehe 29 ya maandamano na machafuko yaliyopelekea mauaji na majeruhi. Kabla ni kupasha zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii. ACT Wazalendo imezidisha mvutano wa kisiasa nchini Tanzania leo baada ya kutoa pingamizi kali na kufichua siri nzito na la kimsingi la tume ya uchunguzi iliyotangazwa na kuchaguliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuchunguza machafuko ya Oktoba tarehe 29 yaliyosababisha mauaji na majeruhi. Katika taarifa iliyo wazi, chama hicho kililaani tume hiyo kuwa haramu kimaadili na kisheria, kikisema kuwa kuundwa kwake kunatumika tu kusafisha dhuluma za serikali na kuwakinga wahusika wakuu kutokana na uwajibikaji. Maoni yao yameongeza msukumo kwenye mjadala wa kitaifa ambao tayari unaendelea katika mitandao ya kijamii leo, ambapo maelfu ya wananchi wa Tanzania wanahoji iwapo uchunguzi huo unaweza kutoa ukweli au haki kwa waathiriwa. Tume hiyo iliyozinduliwa na kuchaguliwa na Rais Samia Suluhu mnamo Novemba tarehe 18 usiku ilikusudiwa kushughulikia shinikizo la ndani na la kimataifa linaloongezeka kufuatia mapigano makali yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa maandamano. Katika barua ya ACT Wazalendo walioichapisha kupitia mtandao wao wa kijamii, nikinukuu, waliandika hivi: taarifa kwa umma. Chama cha ACT Wazalendo kinapinga na kinakataa kabisa tume iliyotangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuchunguza matokeo ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na siku zilizofuata iliyotangazwa leo. Tume hii inayojumuisha wajumbe wote kutoka ndani ya Tanzania, wakiwemo maafisa wa serikali na vyombo vya ulinzi ambao wengine wenyewe wanapaswa kuwa sehemu ya uchunguzi huo badala ya wao kuchunguza, si chochote bali ni dhihaka, yani mokari kwa wale waliopoteza maisha yao, majeruhi na familia zilizofiwa katika matukio haya ya kinyama. Hii si tume ya haki bali ni jaribio la kuficha makosa na kuwalinda waliohusika katika unyanyasaji huo. Chama cha ACT Wazalendo kinaweka wazi kwamba hakitashiriki kwa namna yoyote katika uchunguzi huu utakaofanywa na tume hii. Hautatoa ushahidi wala kutoa ushirikiano wowote, kwani tunatambua kuwa ni chombo kisicho huru na kitakachotegemea maagizo ya serikali. Badala yake, ACT Wazalendo tunataka kuundwa kwa tume huru kabisa ya kimataifa itakayokuwa na wajumbe kutoka nje ya Tanzania kama vile wawakilishi kutoka Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Madola yani Commonwealth, Umoja wa Afrika, taasisi za kimataifa za haki za binadamu au vyombo vingine vya kimataifa vinavyotambulika kwa kutetea haki na uwazi. Hii ndiyo njia pekee itakayoweza kutoa haki kwa wahanga na kuzuia matukio kama haya yasijirudie tena. Chama cha ACT Wazalendo kitabaki kutoa sauti kwa ajili ya haki na demokrasia halisi nchini Tanzania. Tunatoa wito kwa jamii ya kimataifa kushiriki katika kushinikiza serikali kutekeleza hili. Mtazamaji, ripoti ya barua hii ilitumwa kwa Samia Suluhu kupitia katibu mkuu wa chama hicho cha ACT Wazalendo, wakionyesha kukataa uteuzi huo wa jopo hilo la kuchunguza mauaji ya tarehe 29 Oktoba. Katikati mwa shutuma hizo ni mwenyekiti jaji mkuu wa zamani Mohamed Chande Othman, wakati serikali imepigia debe uteuzi wake kama kielelezo cha weledi na uadilifu. ACT Wazalendo inasisitiza kuwa mizizi yake ndani ya chombo cha dola inamfanya asistahili kuongoza uchunguzi kuhusu uwezekano wa kufanya vibaya serikalini. Wanasema kuwa tume hiyo inayoongozwa na mtu anayehusishwa kwa karibu na taasisi ya mahakama haiwezi kutoa uamuzi huru kuhusu madai ya unyanyasaji uliotokea chini ya mamlaka ya serikali. Msukosuko huo unaonyesha kutokuwa na imani kubwa miongoni mwa wafuasi wa upinzani ambao wanaamini kuwa mfumo wa mahakama umeshindwa kihistoria kuiwajibisha serikali. Wanachama wengine wa tume hiyo pia wamekabiliwa na shutuma za umma
Aliyekuwa jaji mkuu Ibrahim Hamis Juma ameteuliwa na wanaharakati wengi wanaosema kuwepo kwake kunatilia shaka wasiwasi kwamba uchunguzi huo umeundwa ili kuwalinda viongozi wa kisiasa wa CCM. Katibu mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu aliweka wazi msimamo wa chama hicho cha ACT. Tume hiyo haina imani kulingana nao. Alisisitiza kuwa baadhi ya watu waliochaguliwa wanapaswa kuchunguzwa wenyewe na sio kuwekewa jukumu la kuchunguza mateso na vifo vinavyowapata wananchi Oktoba tarehe 29. Kwa mujibu wa chama hicho cha upinzani, manusura, familia zilizofiwa na maelfu ya Watanzania walioshuhudia vurugu hizo wanastahili zaidi kuliko kile walichokieleza kuwa ni kitendo tupu kilichoundwa kulinda dola na kuwanyamazisha waathirika. Katika taarifa yao, chama hicho kilitaja tume hiyo kuwa ni dharau kwa waliouawa, kujeruhiwa au ambao familia zao bado ziko kwenye majonzi. Walisema kuwa uamuzi wa serikali wa kuwateua watu wa ndani ni dhihaka ya haki ya moja kwa moja kwa waathiriwa wa maandamano hayo. Kauli hii imejidhihirisha mitandaoni ambapo Watanzania wengi wameonyesha kukerwa na taasisi zenyewe zinazotuhumiwa kuendeleza vurugu hizo kuonekana zimepewa jukumu la kujichunguza wenyewe. Mtazamo kwamba uchunguzi huo umeamuliwa mapema umezidisha kutoaminiana kwa umma. Chama cha upinzani cha ACT Wazalendo kimeweka wazi kuwa hakitashiriki uchunguzi huo kwa nafasi yoyote ile. Walisema kwa uwazi kwamba hawatatoa ushahidi wowote, ushuhuda au ushirikiano kwa kile wanachokiita vifaa vinavyodhibitiwa na serikali vinavyokosa uhuru. Badala ya tume ya ndani, ACT Wazalendo inadai kuundwa kwa chombo kamili cha kimataifa na huru cha uchunguzi. Wamependekeza kuhusika kutoka kwa taasisi kama vile Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Madola, Umoja wa Afrika na mashirika ya haki za binadamu yanayotambuliwa kimataifa. Kulingana na chama hicho, ni uchunguzi tu unaoongozwa na mataifa ya kigeni unaoweza kuhakikisha haki, uwazi na njia inayoaminika kuelekea haki katika uchunguzi huo. Wanasema kuwa timu ya kimataifa ni muhimu sio tu kwa uwajibikaji, lakini kuzuia vurugu kama hizo kutokea tena. Chama cha ACT Wazalendo pia kilisisitiza kuwa kitaendelea kutetea demokrasia na haki za binadamu hata pale mazingira ya kisiasa yanapozidi kuwa na mgawanyiko. Walitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusimama na Watanzania kwa kushinikiza serikali kuruhusu uchunguzi huru na wa kweli. Taarifa ya chama hicho cha upinzani inaonya kwamba bila kuhusika kwa ulimwengu, ukweli kuhusu Oktoba tarehe 29 unaweza kuzikwa katika kaburi la sahau chini ya urahisi wa kisiasa na uaminifu wa kitaasisi. Wafuasi wa serikali, hata hivyo, wanahoji kuwa kuifuta tume hiyo kabla ya kuanza kazi yake ni mapema. Wanasema uzoefu wa pamoja wa walioteuliwa katika sheria, usalama na diplomasia unawapa umahiri unaohitajika kwa uchunguzi huo tata. Kulingana na wao, kukataa tume hiyo moja kwa moja kuna hatarisha zaidi kuyumbisha nchi na kutatiza juhudi za kurejesha umoja wa kitaifa baada ya kipindi cha mgawanyiko wa uchaguzi. Hata hivyo, wakosoaji wanapinga kwamba hauna maana. Wanasema kuwa historia ya Tanzania ya tume zilizoteuliwa na serikali ambazo nyingi hazikutoa ripoti kamili kwa umma inahalalisha mashaka yao. Wanahofia uchunguzi huu wa hivi punde unaweza kufuata mtindo sawa: mikutano mirefu, matokeo ya utata na hakuna uwajibikaji wa kweli kwa vurugu zilizofanywa kwa raia wasio na hatia. Hii ni kulingana nao. Kama wanavyoona, haki haiwezi kujitokeza kutoka kwa miundo iliyofungamana na mamlaka yenyewe inayojichunguza. Hata hivyo, wakati tume ikijiandaa kuanza kazi yake, Tanzania iko katika wakati mgumu sana. Ikiwa uchunguzi huo utakuza uponyaji au kuongeza migawanyiko bado haijulikani. Serikali inatumai mchakato huo utarejesha imani ya umma, wakati vyama vya upinzani vinaamini ni uangalizi wa kimataifa pekee ambao unaweza kuhakikisha kumradhi ukweli unasemwa. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia. Nijuze maoni yako kuhusiana na ripoti hizi za ACT Wazalendo kupinga tume hii ya Samia Suluhu. Vile like video hii kisha subscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.